Mr. Speaker. Kwa majina ni Kamau wa Kisumu. Mr. Speaker, hebu nibebe hiki kifungue pikipiki. Mr. Speaker, mimi kama Kamau niko two term with reason. One term with reason. Asante sana Mr. Speaker. Mimi kama Kamau niko one term with the reason. Mimi support Sifuna juu Sifuna ni mloya. Si support Babu Owino juu Babu Owino ni Mjaluo. Ukiniona na support hiyo team, najaribu kusupport ile team ambayo iko na future mbeleni. Ile team ambayo inaweza kuwa Kenya yetu ni team ya kina Sifuna. Unasikia hiyo Mr. Speaker? Mr. Speaker, reason mbona mimi si support team nyingine ya kina Oburu ya ODM? Oburu anasema wanataka power. Yeye anataka nini? Yeye anataka power. Power yenye Oburu anaweza kuwa nayo maybe tu ya ujipower. Power gani anataka bado? Alafu Mr. Speaker, hii team ya kina Oburu unapata anasema nataka niwapeleke Canaan na tutapitia Singapore. Na Canaan na Singapore zimechana mbali sana. Hata ukiangalia map, Canaan inakaa iko Mombasa na Singapore iko Kisumu. Tutapitiaje Kisumu tukienda Mombasa? Hiyo ndio timu ya watu wanakuja hapa tuko kwa timu ya Oburu. Tuliona mlikuwa na function huko Mombasa. Mombasa wakariba watu na gari za shule zote. Na mandugu zetu ambao walikuwa hapa bado ukiona kwa TV unasema Sifuna ni nani? Sifuna ni nani? Yaani wanaonekana. Inapeka point of the I know. Mr. Speaker, member waje kumislead members hapa. Amesema ya kwamba Mombasa juzi ukiangalia unajua huyu ni nani huyu. Busia tuliona watu na Kinyasa wenye unajua kwa hii bunge Mr. Speaker. Walitoka hapa na Kinyasa mpaka Busia. Wale hao watu wajui. Wametoka na huko kama walikuwa Busia. Mr. Speaker, hiyo ilikuwa point ya Meyaino. Mr. Speaker, mimi niliona pale jana sister wetu ambaye watu namsifu kwa ODM. Jana alikuwa anaongea Gladys Wanga pale Ahero. Nyando yenyewe kwao. Gladys Wanga anatoka kwao. Hiyo ni kwao. Penye mama yake ameolewa na baba yake amezaliwa hapo. Na Wanga anaongea na watu wanamwambia one time. Watu wanamwambia Babu Owino, watu wanamwambia Sifuna. Ndugu zangu, ukiwa kwa timu ya Oburu, ndugu zangu kuja mapema before bado ijaye. Ingia kwa hii gari. Ingia kwa hii gari mapema. Juu hii gari venye saa toka hivi. Sisi hatutarudi nyuma. Coming 2027. Nimefurahia na Gladys Wanga alisema vizuri. Itabidi sasa atafute Sifuna. Kama uliona. Gladys Wanga alisema itabidi watafute Sifuna. Wakae na yeye chini, wamuulize shida iko wapi. Na kama wako kwa one term, mbona wako kwa hiyo one term? Aingie kwa hiyo one term mapema. Very soon. Gladys Wanga anaenda kujoin Sifuna very soon. Less than a week. Haya tukisatoka Gladys Wanga, tumebaki nani? Oburu peke yake. Sawa. Sasa Mr. Speaker, Oburu sasa anataka power kwa peke yake. Bana tunataka power. Lakini hiyo ni yetu ya Speaker. Mimi hata penye William Samoei Ruto wako. Option Kenya nafikiria kufanyia Oburu. Hadi Oburu mwenyewe bado hajui. Oburu ni mtu mmoja na unataka power mtu mmoja na una bageni unataka kiti ya deputy president. Na yeye peke yake ako kwa hii power na yeye pia anataka hii deputy peke yake, akiwa peke yake. So Oburu mwenyewe, ndugu zangu, mimi naomba watu wa ODM tuheshimu huyo mzee yetu. Juu sasa hii miaka yake penye imefika. Mr. Speaker, mwajiuliza mbona Mathare Hospital ilijengwa hii Kenya? And Mathare was established 1910. Mbona hii Kenya yetu before sisi tuzaliwe walishajua hii Kenya kuna wenye watakuwa
kuwa. Mr. Speaker, 1910 hata babu yangu hapo amezaliwa. Order please. Order member. Yes. Mr. Speaker. Order please. Order members. Mr. Speaker. Come closer. Thank you. Mr. Speaker, wacha niongee Kiswahili. Mr. Speaker, nataka ukompel huyu member on the floor. Atuambia date yenye Oburu alizaliwa because ametuambia date yenye Mathare ilikuwa established 1910. Alijuaje? Haya, Mr. Speaker, Oburu mwenyewe alizaliwa 1942. Wakati Oburu alizaliwa 1942. Yes. Lakini nilipata kama watu wa British walishajua Kenya kuna wenye watakuwa. Mimi sina ubaya. Nyinyi mng'ang'anie tu kwao, Mr. Speaker. Mimi bado nitazidi kukaa hii one term na hii weekend tunakuwa Kakamega. Asante sana Mr. Speaker. Thank you.